Bwana, karibu tena mtazamaji wa Simba Fans TV popote pale ulipo. Hakika leo imekuwa siku bora kwetu kuweza kupata nafasi na kukutana na miongoni mwa dada ambao walishika vichwa vya habari kunako tasnia ya michezo nchini kutokana na kile ambacho alikionyesha kati wekundu wa Msimbazi Simba wakifanya yao katika dimba la Benjamin Mkapa dhidi ya Al Masry, ambapo walifanikiwa kutinga hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa jumla ya mikwaju ya penati 4-1 wa Al Masry. Na huyu unayemuona hapo akiwa analia kwa machozi ya furaha ni bibie Sofia, mfanyakazi wa airport huyu ambaye alivuta nyoyo na hisia za mashabiki wengi wa soka hasa wekundu wa Msimbazi Simba kutokana na furaha yake iliyopitiliza. Ni kama alikuwa haamini hivi kile ambacho kilikuwa kikifanywa na wekundu wa Msimbazi Simba. Na kwa kuona umuhimu huo, basi Simba Fans TV tumemtafuta na kumpeleka katika duka la Sunderland the only one, kwa mara ya kwanza kabisa akifika hapa kupata nafasi kidogo ya kujionea namna ambavyo jezi za timu yake zilivyo, lakini pia kujichagulia jezi aipendayo. Akiva hivi inapendeza, inakutoa chicha. Hiyo the same. Na pamoja kwa moja hiyo. Tupo naye dada. Tazungumza naye mengi kweli, kwa hiyo sijana. Tupo naye hapa ndani ya setu hii na kubwa zaidi ni kufahamu namna gani amekuwa na Simba ambaye alishindwa kufikia hisia zake mara baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kuqualify kwa nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika mara baada ya miaka 30. Au nataka baya bwela. Kama hivi. Ameandika historia yao. Caption wakongwe ngoma kabisa, ngoma Selemba Kapombe ya kuliza Kabisa, umetoa zangu. Hadi umefanya nimetrend mitandaoni kwa sababu ya Shomari Kapombe. Kwa penalty yako. Nati Kapombe kakuliza. Ndio. Na mlinzi wa Simba kama kaida kama ngapi?
shauku sana nione hii t-shirt kwanza niivae. Mpe dogo. Yangu hii akaangalia ngazi step ahead. Kapombe. Wow. Kapombe mwenyewe yeye pale we. Kapombe mwenyewe si ndio huyo hapa. Angalia Kapombe mwenyewe. Kapombe kakutesa. Kapombe. Baba Esther. Baba. Show me the way. Eva. Babu ya. Nipo dukani kwa sandali. Ndio umejisikia ni wanaopata jezi ya ubaya ukweli. Ina fulani ambayo ieleweki. Cha kwanza. Cha pili ni ndio mpaka nimefika kwenye duka la sandali. Kwenye jezi. Kama ya kwanza. Kuna wachezaji wengi ndani ya kikosi cha Simba lakini kwa nini umeamua kuchagua Kapombe? Kapombe ni mchezaji mzuri. Cha kwanza Kapombe ndiye aliyofikisha sisi kwenda nusu finali. Alikuwa mchezaji wa mwisho. Katika nusu finali. Na alionifanya mimi kulia. Ndio maana nimeamua kumaliza. Haya. Nimevuka. Tumevuka na tulishavuka. Amani ipo, fly ipo. Finali. Tunaye imani tunayo. Tunaenda. Na tunakuja na foto. Haya. Pana Simba. Tupo pamoja, ndio mmoja.